السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almu'minun, tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na kwa fadhila zake kama alivyotukusanya hivi katika swala alfajiri, na Mungu Allah tukusanye chini ya rehema yake, chini ya bendera mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama. Allahumma amin. Akhwani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba, na kama vile Imamu alipotuswalisha aliposoma sura Zumar alinukuu maneno ya Mwenyezi Mungu, Allahu khaliqu kulli shay. Mwenyezi Mungu ni muumba wa kila kitu, na Mwenyezi Mungu ni muumba wa kila jambo, na viumbe wa Mwenyezi Mungu wameumbwa katika sifa tofauti tofauti. Kuna wale ambao walikuwa juu ya ardhi, kuna wale ambao walikuwa juu ya ndani ya bahari, kuna wale ambao walikuwa juu ya anga, na kuna wale ambao walikuwa mbinguni. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kwamba viumbe hawako katika daraja moja. Na Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe akajalia kwamba kuna wengine watakuwa na daraja juu ya wenzao, na katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu aliwakirimu ni wanadamu, walaqad karramna bani adam. Na kuna viumbe ambao wamepewa daraja juu ya wanadamu, nao ni malaika ambao walikuwa mbinguni, bal ibadu mukramun. Allah sema ni waja ambao waliokirimiwa. Lakini mwanadamu akifanya bidii pindi anapokuwa na takwa, anakuwa ni mwenye kupata daraja juu zaidi ya malaika pindi anapokuwa ni mtu mwenye kuwa na takwa. Tuombe Allah tujalie hivyo. Ama malaika hawa Mwenyezi Mungu amewasifu, bal ibadu mukramun, ni waja wa Allah ambao waliokirimiwa. La yasbiqunahu bilqawli, wala hawamtangulii Mwenyezi Mungu abadan. Wao daiman na abada vile wanavyoamrishwa na Mwenyezi Mungu wako katika mstari wa mbele. Yani pindi Mwenyezi Mungu akisema fanyeni hivi, wao ndio wa kwanza kufanya, wala hawako wenye kuwa na taraddud, wala hawao ni wenye kurudi nyuma. Kando na kwamba wao ni wa kwanza kuitikia amri ya Mwenyezi Mungu, bali wana sifa nyingine, nao ni kwamba hawamkosei Mwenyezi Mungu kwa njia yote ile, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawawi ni wenye kuvunja amri yake, bali wao ni wenye kufanya vile wanavyoamrishwa. Viumbe hao ni viumbe tukufu, na sisi kama waumini tumehusiwa na Mwenyezi Mungu na tumehusiwa na mtume wake tuwe ni wenye kutafuta njia kuombewa na waja wa Mwenyezi Mungu, na hakuna waja bora ambao wanaokuombea kama malaika wa Mwenyezi Mungu. Na inshallah katika kalima yetu ya salati al-fajr tutaangazia sehemu 10 ambazo malaika humwombea mja wa Mwenyezi Mungu. Kuna hali 10 Mwenyezi Mungu amejalia kwamba malaika watakuombea, na hiyo ndio mada yetu. Malaika hawa tuamini kwamba ni viumbe tukufu na dua zao zinakubalika. Sasa sisi kama waumini tuamini ya kwamba waja hawa si wenye kufanya madhambi, bali wako katika mstari wa mbele. Ukihisi ya kwamba fulani ni mja mwema wa Mwenyezi Mungu, abd mwanadamu, bali dhana yako kwamba huenda akawa ni wali wa Mwenyezi Mungu vile unavyomwona dhahiri yake,
kwa sababu hatujui siri za mtu. Ikiwa washuku kwamba huu ni mtu wa kheri, utamwambia niombee. Na hivi ndio ilivyo mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba pindi walipomwona asahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoangazia masahabi juu ya Uwais al-Qarni. Na Uwais al-Qarni hakuwa sahabi, hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali min tabi'in. Yeye bali si katika tabi'in, ni katika mukhadram. Kwa lugha mustalah alhadith tawaita mukhadram. Mukhadram ni mtu ambaye aliishi zama moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwamini lakini hakuwahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa hatuwaiti masahaba. Sahabi ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini akafa katika hiyo njia, huyo ndio sahabi. Ama yule ambaye aliishi zama moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakukutana naye akamwamini Mtume Muhammad kisha akafa katika hiyo njia, hawa hawaitwi tabi'in, wako katika level ya katikati, hujulikana kama mukhadram. Na miongoni wa mukhadram ambaye anajulikana zaidi katika umma wa Muhammad ni An-Najashi, kwa sababu yeye alimwamini Mtume, aliishi zama moja naye. Na Uwais al-Qarni rahmatullahi alayhi alikuwa ni katika mukhadram, aliishi zama moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, lakini hakubahatika kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alimwangazia huyu mwanamume kwamba ni mja Mwenyezi Mungu, ni mcha Mungu ambaye aliyewahi kupata dua za mamake, na huyu alikuwa mwema kwa mamake kiasi cha kuwa Mwenyezi Mungu akajalia huyu mja Mwenyezi Mungu Uwais al-Qarni hata kuwa ni mwenye kuomba dua ila Mwenyezi Mungu atakubali. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, sikizeni, katika mji huu wa Madina atakuja mja mwema Uwais al-Qarni kutoka Adan, na huyu Uwais al-Qarni alikuwa na mbalange, alikuwa na sehemu, alikuwa na shida katika ngozi yake, na kana bara bi ummi, alikuwa mwema kwa mamake. Huyu alimwomba Mwenyezi Mungu, Allah akamondoshea yale aliyokuwa nayo, ikabakia sehemu ndogo. Huyu ni mja ambaye akija Madina, mwambieni awaombee dua. Sasa hakuweza kuwahi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Rasul kufa, ikawa sasa mahujaji wengine wakienda Makka huja ziara Madina. Wanapokuja ziara Madina, hasa Umar radhiallahu anhu alikuwa akiuliza, afikum Uwais al-Qarni, afikum Uwais al-Qarni, baina yenu yuko Uwais al-Qarni, kati yenu yuko Uwais al-Qarni. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipowapatia masahaba sifa zake, Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa katika mstari wa kwanza kumtafuta huyu mwanamume. Pindi alipokutana naye akamuuliza, anta Uwais al-Qarni, wewe ulikuwa na sifa kadha, umetoka sehemu kadha? Naam. Akamwambia, wewe ulikuwa na mamako, ulikuwa mwema baba? Akamwambia naam. Sasa zile sifa zote zilipokamilika, akajua huyu ndio yule mtume aliyekuwa akimwangazia salawatu rabbi wa salamu alayhi. Akasema Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuangazia kabla hajafa, na akatupatia habari zako, na akatuambia mkimwona Uwais al-Qarni mwambie awatilie dua, awaombee dua zake za kubalika. Umar al-Faruq radhiyallahu anhu akamwambia, ya Uwais, niombee dua, niombee dua. Uwais al-Qarni akamwombea dua, kisha Umar radhiyallahu anhu akataka kumkirimu, akataka mfanye miongoni mwa viongozi katika dola ya Kiislamu. Lakini ilipofika asubuhi, Uwais al-Qarni alitoka Madina ili asijulikane, kwa sababu kila mmoja akasikia Uwais amekuja, amwambia, hakutaka kujulikana, akakimbia, haijulikani alienda wapi baada ya hapo Uwais al-Qarni. Sasa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atufundisha tuwe ni wenye kutafuta dua za waja wa Allah, hasatan wakiwa ni waja wema. Fa kaifa anayemwombea si mwanadamu, ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka dua hii itakubalika, na kuna sehemu 10 ambazo malaika watakuombea, na hizi sehemu 10 ni kwa sababu kuna amali 10 ukiziatenda malaika wa Mwenyezi Mungu watakuombea. Amali ya kwanza ni pindi unapofanya dhambi,
ukaamua kumrudia Mwenyezi Mungu. Wajua, anayemtubia Mwenyezi Mungu hupendwa na Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Na kwa sababu ya upendwa na Mwenyezi Mungu, waliokuwa katika mstari wa mbele wa kumpenda mtu aliyefanya dhambi anayemtubia Mwenyezi Mungu ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Wanadamu sisi ni watu tuliokuwa na ufidhuli. Fulani akiwa alikuwa akifanya dhambi, akifanya makosa, akifanya machafu, siku akimrudia Mwenyezi Mungu, tutatafuta sababu ya kutia dosari. Siku hizi amkosa pesa ndio maana anaingia msikitini. Siku hizi amkuwa mgonjwa ndio maana ameingia msikitini. Lakini Allah haangalii haya. Allah atakupenda siku ukiamua kumrudia, na malaika watakuwa katika mstari wa mbele pindi utakapomrudia Mwenyezi Mungu. Na kwa bahati nzuri, sijui Imamu alijua nitaangazia hii mada, alisoma aya ambayo inaangazia malaika kumwombea mja Mwenyezi Mungu anapofanya dhambi kisha akamtubia. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura Ghafir, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim. Hasa malaika wa Mwenyezi Mungu, sehemu ya kwanza ambayo Qur'ani imekutangazia, bali ndio sehemu ya pekee iliyotajwa mahali ambapo malaika atakuombea ni pindi ukimtubia Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamua kushikamana na njia ya Mwenyezi Mungu. Hasa hapa pana faida. Tauba maana yake ni nini? Katika lugha ya Kiarabu, al-asl at-tauba bi maana rujuu, kumrudia Mwenyezi Mungu. Bi maana ulikuwa katika dhalal ukarudi katika hidayah, ulikuwa katika kufru ukarudi katika iman, ulikuwa katika shirk ukarudi katika tauhid, ulikuwa katika bid'a ukarudi katika sunna, ulikuwa katika fisq ukarudi katika taa. Yani arrujuu, wamrudia Mwenyezi Mungu. Hiyo ndo maana toba, wamrudia Mwenyezi Mungu. Sasa hii toba, siku mja akiwa amefanya makosa akaamua kuachana na yale makosa aliyotenda, akaamua kumrudia Mwenyezi Mungu, hawa ni watu ambao malaika wanawaombea mahsusan. Tena si malaika wote, ni malaika ambao walikuwa karibu zaidi na Allah, ni malaika ambao wanaobeba arshi ya Allah, alladhina yahmiluna al-arsh, wale malaika ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, na wale ambao wanaozunguka. Alladhina yahmiluna al-arsh, malaika ndio ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu ni wanani? Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Na ulama wanasema miongoni wa wale malaika wanane tunajua kama hamalatul arsh kwa jumla, lakini hatujui jina zao moja kwa moja. Ama yule ambaye aliyetajwa kwa jina lake ni mmoja katika hamalatul arsh ni Israfil, yule ambaye atakayepuliza tarumbeta siku ya Kiyama. Huu ni mmoja katika hamalatul arsh ala qali baadhi ulama. Hasa hao ambao walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu wanaobeba arshi ya Allah, kiti cha enzi, kiti cha ufalme, wa man hawlahu, na wale malaika ambao wanaozunguka arshi ya Mwenyezi Mungu. Watara almalaikata hafina min hawli alarsh, kuna malaika ambao wanaozunguka arshi ya Mwenyezi Mungu na wale ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Bimaana hakuna malaika ambao walikuwa karibu na Allah. Hatusemi malaika ambao walikuwa katika mbingu ya saba, hatuangazii malaika ambao wanaotembea juu ya ardhi hii, hatuangazii malaika ambao wako katika mbingu ya 4, bali ni malaika ambao hakuna aliyekuwa juu yao isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sasa hawa ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu na wale ambao wanaozunguka arshi ya Mwenyezi Mungu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, wanamsabih Mwenyezi Mungu na kumtakasa na wanamwamini Mwenyezi Mungu. Wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanaombea msamaha wale ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu. Hao ambao wanaombea msamaha katika wale waliomwamini Mwenyezi Mungu ni kina nani? Ni wale waumini waliofanya madhambi. Wayastaghfiruna lilladhina amanu, wanakuwa ni wenye kuombea msamaha waumini.
wakisema, Mwenyezi Mungu anukuu dua yao, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ewe Mola wetu mlezi wetu, yule ambaye rahma zake ni pana na elimu yake ni pana, faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale ambao waliokutubia, wattabau sabilaka, wakafata njia yako, waqihim adhab aljahim, na uwaepushe na adhabu yao, rabbana waadkhilhum, waingize katika pepo yao. Hasa hizi dua wanakuwa malaika ni mwenye kumwombea yule ambaye alimtubia Mwenyezi Mungu. Ndipo ulama wakasema sehemu pekee Mwenyezi Mungu amenukuu dua ya malaika kwa waumini katika Qur'ani ni waumini ambao waliofanya dhambi wakamtubia Mwenyezi Mungu. Tuko tayari kumtubia Allah inshallah, jamaat alkhair? Ama sisi sio tukufanya dhambi, kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, sote ni watu wa madhambi bila shaka. Sehemu ya pili, kando na tauba ya Mwenyezi Mungu, kumtubia Mwenyezi Mungu, ulama wametaja ni mtu kuswali safu ya kwanza. Sasa wewe ikiwa uliswali swala za usiku ukamwomba Allah ukamtubia Allah, umo katika dua ya malaika. Lakini kabla sijaangazia safu ya kwanza, kuna jambo ukilifanya ukilala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukusamehea madhambi yako. Nayo ni pindi unapolala, ikiwa una tahara au unalala katika una udhu wako, ni katika mambo ambayo inakuwa sababu ya malaika Mwenyezi Mungu kukuombea. Kwa ushahidi wa hadithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Ibn Hibban fi sahihi wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran bata fi shi'arihi malak falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran, anailala ili hali kwa katika hali ya tahara, bimaana na udhu wake, umelala una udhu. Asema sallallahu alaihi wasallam, man, yeyote ambaye bata tahiran, atakuwa ni mwenye kulala usiku, atakuwa niko katika hali ya tahara. Bata fi shi'arihi malak, katika kichwa chake kwa nywele kuna malaika yuko juu yake. Huu malaika kazi yake ni kufanya nini? Akuombea dua akisema, Allahumma ighfir li'abdika fulan, Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahira, ewe Mola, huyu mja wako msamehe madhambi yake, msamehe madhambi yake, kwani yeye amelala ili hali kwa katika hali ya tahara, ametaka kujisafisha mwili wake, pia na kuomba ya Allah mtahirishe ndani yake, msafishe na madhambi yake, msamehe madhambi yake. Sasa ulama wakasema nukta ya pili au sehemu ya pili ambayo nawatajia mahali au amali ambayo ukifanya itakuwa sababu ya malaika kukuombea, ni pindi unapolala katika hali ya tahara, at-tauba wal mabit ala tahara. Amali ya tatu ambayo itakuwa sababu ya malaika Mwenyezi Mungu kukuombea, umetoka nyumbani umekuja kuswali msikitini, ukawahi safu ya kwanza. Wale ambao wanaoswali katika safu ya kwanza, basi hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ni katika wale ambao wanakuwa ni wenye kuombewa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Kwa ushahidi wa hadithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith alladhi akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i fi sunanihima wa sahahahu Al-Albani, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufi al-awwal au yusalluna ala as-sufufi al-awwal. Asema sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu na malaika wake, kama vile wanavyomsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu na malaika wake yusalluna ala as-sufufi al-awwal, Mwenyezi Mungu husalia wanaoswali katika safu ya kwanza, na malaika huwaombea wale ambao wanaoswali katika safu ya kwanza. Kwa hivyo kule kuja mapema ukawahi safu ya kwanza ni sababu ya tatu ambao unawatajia malaika wa Mwenyezi Mungu wanamwombea mja wake, na tumesema dua ya malaika yakubalika biidhnillah. Sehemu ya nne,
Ikiwa ameamua huyu mtu kukaa ndani ya msikiti, lakini akawa ni mwenye kuhifadhi udhu wake. Sasa usiku alihifadhi udhu wake akiingia katika kitanda anapokwenda kulala, na mchana akiamekaa msikitini, kama vile nyinyi mlivyoswali kisha mkakaa msikitini ama sehemu mnaposwali, kama ni mwanamke musalla, sehemu anaposwali ukakaa ili hali una udhu wako, ni sababu ya nne ya malaika wa Mwenyezi Mungu kukuombea. Tena malaika hawa wanakuombea mambo mawili mema au mambo mawili mazito yatakayokufaa akhira yako. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, almalaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahi alladhi salla fihi ma lam yahdith au ma lam yuhdith, taqulu almalaika allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya nne malaika wanaposwali, umeswali ukaamua kukaa sehemu pale uliposwali na ukao uko katika hali ya tahara, hujatengua udhu wala hujavunja udhu, uko katika hali ya tahara, basi malaika wa Mwenyezi Mungu wanaombea. Asema sallallahu alaihi wasallam, malaika wa Mwenyezi Mungu humwombea mmoja wenu, tusalli ala ahadikum madama fi musallah, madama uko katika sehemu yake aliposwalia. Lahidh lafdha aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakusema madama fi masjidi, maadamu yuko ndani ya msikiti wake. Kwa nini? Kwa sababu kuna kina mama ambao hawezi kuja kuswali salatu al-fajr msikitini, sivyo? Hasa musalla yuko katika sehemu aliposwali, alladhi salla fi, sehemu aliposwali, ma lam yahdith au ma lam yuhdith, maadamu hajakuwa ni mwenye kuvunja udhu. Hasa mtu ameswali, ameamua kukaa sehemu aliposwali, akaamua kukaa pale ili hali bado ana udhu wake, amehifadhi udhu wake, hapo malaika wa Mwenyezi Mungu wanakuombea dua mbili muhimu ambayo itakayokufaa zaidi akhira kabla duniani. Malaika wanakuombea Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Rabbi huyu mja wako msamehe, ya Rabbi huyu mja wako mhurumie. Allah akikusamehe kesho akhira ya maisha nini, na Allah akikujalia upate rahma zake kesho akhira ya maisha nini. Ama hapa duniani ama kesho akhira, afwan, Mwenyezi Mungu akikusamehe, bimaana Allah hatakuwa mwenye kukupatia adhabu ndani ya kaburi. Akikusamehe bimaana hautateseka siku ya Kiyama. Akikusamehe bimaana hatakufedhehesha siku ya Kiyama. Akikusamehe bimaana hatakupa kitabu chako kwa mkono wa kushoto, atakupa kwa mkono wa kulia. Akikusamehe bimaana hauingii motoni. Almaghfira, ukipata maghfira Mwenyezi Mungu na msamaha wa Mwenyezi Mungu, basi wewe umeepukana na kila aina ya adhabu kesho akhira. Allahumma ighfir lana ya Rabbi, Allahumma arhamhu, ewe Mola mhurumie. Rahma ikipatikana bimaana utaingia janna, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwamba dukhulul janna, dukhulul awwaliya, kuingia janna lazima uingie kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kubainisha hili jambo, akasema lan yadkhula ahadukum aljannata bi'amalihi, qala wala anta ya Rasul Allah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Asema sallallahu alaihi wasallam, hakuna mmoja wenu atakaingia pepo ya Mwenyezi Mungu kwa rahma zake, afwan, atakaingia kwa amali yake. Qalu wala anta ya Rasul, hata wewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akamwambia wala ana, eti swala zangu na jihadi yangu na da'wa yangu eti nastahiki kuingia janna? La, kuingia janna ni kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. Hata mimi pia kuingia dukhulan awwaliyan, kuingia janna ni kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. Kisha daraja ni kulingana na amali yako, kulingana na amali yako. Sasa sisi tunapofanya amali hizi ya khairi, twaswali, twafunga, tutafuta rahma za Mwenyezi Mungu, na rahma ya Mwenyezi Mungu hujui itakupata katika hali gani. Labda hizi rahma zitakupata chini ya miguu ya mzazi wako mhudumia, labda hii rahma utapata pindi unaposwali raka mbili za usiku, labda hii rahma utakuwa ni mwenye kupata umemnyesha mbwa aliyekuwa na kiu, kama yule mwanamke aliyefanya machafu, rahma ya Mwenyezi Mungu ikampata katika hali hiyo. Hujui rahma za Allah zitakupata katika hali gani au katika sehemu gani, hujui.
Ndio maana ulama wakasema usidharau amali yote, kwa sababu hujui ni sehemu gani au amali gani itakuwa sababu ya wewe kupata ile rahma, ikawa sababu ya wewe kufinikwa na rahma Mwenyezi Mungu ukaingia janna. Baada ya kuingia janna sasa, daraja ni kulingana na amali zako. Ndio maana hakuna aliyekuwa na daraja ya juu kabisa kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa amali zake, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Kwa hivyo ni muhimu upate maghfira Mwenyezi Mungu na rahma zake kesho akhera, bali ni muhimu maghfira Mwenyezi Mungu na rahma zake uyapate hapa duniani kabla ya akhera. Kwa nini? Kwa sababu kuna mengi ambayo yatakayotupata kwa sababu ya madhambi yetu. Uzito itakayokukumba katika maisha yako, sababu nyingi ni madhambi, na hakuna kitu mwanadamu atakayemtia hofu kama madhambi yake. Mtu huogopa adui, huogopa hasidi, huogopa ibla, hawa ni by the way, lakini asasi ya shida yako yote ni madhambi yako. Mengine yanayokuzunguka au wanaokuzunguka haya ni madogo. Shida kubwa yanatokana na madhambi yetu. Kwa ushahidi wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu asema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah asema hakuna msiba utakayokupata ila chanzo kubwa, sababu kubwa ya msiba huu kukupata ni wewe mwenyewe kwa mikono yako. Sasa ulama wakasema adui wa kwanza ambao watakana uwe ni mwenye kumwogopa ni madhambi yako. Sasa Mwenyezi Mungu akikusamehe hapa duniani, yamaanisha nini?